Sasa nikiri kwamba nafikiri umeona hapa baadhi ya watu wanasema fidia ilikuwa inahusu majengo, ardhi hapana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa mujibu wa hizi sheria, watu wa ardhi watafanua zaidi. Bonde la Mto Msimbazi lote hakuna aliyekuwa na sifa hata moja ya kulipwa ardhi ya bonde Msimbazi, kwa sababu bonde la Mto Msimbazi. Sasa mnisikilize, mnasikia jamani? Nisikilizeni kwanza, si nyie mmekwisha ongea? Kama mmekwisha ongea nisikilizeni ili na mimi niweze kuongea. Mmeelewa mpaka hapo? Mtapewa nafasi muweze kuzungumza. Nilikuwa na kibanda Msimbazi bondeni. Katika tathmini yangu ya mara ya kwanza waliniambia nilipwe $1,080,000, nikagoma. Tathmini ya pili wakaniambia nilipwe $2,500,080. Kwa sababu ni serikali na wao wanataka kufanya vitu vya maendeleo, ukweli kabisa sikugoma, nikaamua kusaini. Lakini nilivyoipokea hiyo $2,580,000 sijafanyia chochote, kwa sababu haikizi hata eneo la kusema eti utanunua uwanja sehemu nyingine. Na tathmini la Msimbazi hapa bondeni, mimi eneo langu lilikuwa haingii maji, isipokuwa tu nilitathminiwa hivyo, japo nilikuwa na vyumba viwili kwa kujiziki mimi mwenyewe mpaka nikapata hapo maeneo. Sasa hivi wamenibomolea pale, maeneo mengine kuyapata sina. Ulikuja mradi hapa wa uendelezaji wa bonde la Mto Msimbazi, tukaukubali kwa furaha. Walikaja wakatupimia majengo yetu na ardhi yetu, wanatupimia majengo yetu na ardhi yetu. Walipokuja kurejesha marejesho, kwanza majengo yenyewe waliotupa pesa hela ni dhaifu, hata itosha hata mtu kwenda kununua nyumba nyingine. Mimi niliyopo hapa ni mmoja wapitiwa na mradi wa bonde la Mto Msimbazi, lakini ambaye sikusaini kabisa mpaka dakika hii. Maana tuko makundi matatu. Kuna watu wanadai viwanja, kuna waliosaini. Sisi hatukusaini kabisa, na hatukusaini kwa sababu fidia ni ndogo. Wakaja mara ya pili kufanya tathmini, wakasema tulia, tunarudia. Wakarudia tathmini. Baada ya kurudia tathmini, kwa upande wangu mimi niliridhika kwenye hela ya jengo. Nikamwambia kwenye jengo nimeridhia. Ngoja dakika moja tumsikie moja, alafu ndo. Jamani, tulieni tumsikilize. Tulieni moja awasilishe hoja ya bonde la Msimbazi, ile jambo linalohusiana na fidia. Haya, karibu tuambie. Kwa jina mimi naitwa Saleh Sebani Cheo. Kwa niaba ya watu wa Ilala, nilikuwa ndo mwakilishi wao. Tulikuwa mwakilishi wao. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ulikuja mradi hapa wa uendelezaji wa bonde la Mto Msimbazi, tukaukubali kwa furaha. Walikaja wakatupimia majengo yetu na ardhi yetu, wanatupimia majengo yetu na ardhi yetu. Walipokuja kurejesha marejesho, kwanza majengo yenyewe waliotupa pesa hela ni dhaifu, hata itosha hata mtu kwenda kununua nyumba nyingine. $1, $2, $3, $4, tumeridhika. Wakatuletea karatasi ya kusaini, ni hapa. Wametusainisha, sehemu ya ardhi wameacha. Sehemu ya ardhi, mheshimiwa, tuleta barua tunayo, tutamkabidhi, atakuletea. Bora. Wakapima hii majengo ya ardhi, wakapima eneo la ardhi. Karatasi ni hii ya ardhi. Hawajarudisha marejesho, hawataki kutoa ardhi. Tumeenda nao mbali mpaka TAMISEMI, wakatujibu nendeni mahakamani. Tukaona hapana, serikali yetu tumekubali, tunaipenda, hatuwezi kwenda mahakamani. Lakini kila wakituita TAMISEMI, viongozi wao watatu wa TAMISEMI wametuangalia twende mahakamani. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tukaenda tukafungua mashtaka World Bank, kwa sababu hii mradi unahusiana na World Bank na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunataka tulipwe kwa mujibu. Walitaka muende mahakamani kufanya nini? Sijui, wenyewe wako pale TAMISEMI na tumekuandikia kila kitu mheshimiwa, wako humu na majibu yao, na tumeshitaki, tumepeleka malalamiko yao hao mabwana World Bank kwenye mashtaka ya Umoja wa Mataifa. World Bank yako Mheshimiwa Waziri Mkuu, watasoma, atakuelekea madai yetu. Ardhi kwanza waliotupimia wailipe kwa mujibu wa RAP, ndio kikubwa zaidi ya wananchi wote. Hakuna aliyelipwa hata ardhi hapa. Mheshimiwa Waziri Mkuu,
Nimekupata. Hii hapa. Pale kwenye naomba na wewe ubaki na kopi zako, kopi zingine nipatie. La pili, kuna mwingine ambaye yupo kwenye kundi hilo ambaye anatamani kuongezea maelezo kwenye maelezo yaliyotolewa na mjumbe aliyepita. Sawa. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mimi niliyopo hapa ni mmoja wa wapitiwa na mradi wa bonde la mto Msimbazi, lakini ambaye sikusaini kabisa mpaka dakika hii. Maana tuko makundi matatu. Kuna watu wanadai viwanja, kuna waliosaini. Sisi hatukusaini kabisa, na hatukusaini kwa sababu fidia ni ndogo. Wakaja mara ya pili kufanya tathmini, wakasema tulia, tunarudia. Wakarudia tathmini. Baada ya kurudia tathmini, kwa upande wangu mimi niliridhika kwenye hela ya jengo. Nikamwambia kwenye jengo nimeridhia, lakini kwenye ardhi ni vipi? Wakasema ardhi saini milioni 4 ambayo ni asante ya mama. Nikakataa. Nikasema hivi kweli ili eneo langu hapa nilipo na shughuli zangu ninazofanya, kwa sababu mimi pale silali pale, siishi pale. Ni sehemu yangu ambayo napata 200, nasomesha watoto wangu. Nikaambia milioni 4 nitapata wapi eneo kama hili? Wakajibu mbona maeneo yapo huko Chanika, Omboza huko. Mimi biashara zangu ninazofanya ziko mjini. Leo unanichukua unanipeleka Homboza. Naenda kufanya nini? Na watoto nasomesha kupitia pale. Nimekataa Mheshimiwa Waziri Mkuu, na siko peke yangu, niko na wenzangu ambao nao pia wamekataa kwa njia hiyo. Na hili suala letu sio kwamba alifahamiki. Mkuu wa mkoa analifahamu, mbunge wetu Mheshimiwa Tarimba unanifahamu vizuri. Unajua tulishawahi kufanya mkutano na wewe Mwenye Mkuu, suala letu unalifahamu. Lakini mpaka leo Mheshimiwa Waziri Mkuu hatujapata ufumbuzi. Kibaya zaidi tunaumia roho. Sisi ni Watanzania kama Watanzania wengine. Sisi tunahamishwa, lakini kuna watu wapo bado eneo la mradi na waendelea kufanya shughuli zao. Kuna shule binafsi iko pale, imesajiliwa na ipo mpaka kesho inaendelea na shughuli zao. Sisi tunahamishwa. Kuna jengo la ghorofa liko pale. Bora umwambie Mtanzania kama unaweza kujenga ghorofa, jenga ghorofa, lakini sio unanihamisha alafu wengine wanabaki kwa sababu gani? Mheshimiwa Waziri Mkuu, hebu atueleze. Hapo kuna watu ambao wameshalipwa, wamevunjiwa. Lakini leo kuna mtu amezungusha senyenge, ana mradi pale, analaza magari, ana mizani amefunga pale, anaendelea na shughuli. Yule ana nafasi gani na sisi tuna nafasi gani kama Watanzania? Mheshimiwa Waziri Mkuu, hichi kitu kinatuumiza. Na viongozi wetu wanakijua, wanapita lile eneo wanaona kinachoendelea. Sisi kwa nini tuondolewe? Hapo narudi Mheshimiwa, mkuu wa mkoa umetueleza kwamba madaraja yaliyojengwa mafuriko kwisha. Kama mafuriko kisha, kwa nini sisi tunahamishwa? Tuambie kwamba bwana nyinyi unatakiwa ujenge hapa hospitali, mtu ashindwe mwenyewe. Wao unatakiwa ujenge supermarket, mtu ashindwe mwenyewe kujenga supermarket. Lakini sio mnatuhamisha namna hiyo kwa maumivu. Tuoneni huruma, tunasomesha, tuna watoto tunasomesha. Kupitia pale tunaokota 200. Na kuomba sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Najua serikali yetu sikivu, najua Mama Samia yupo kwa ajili ya Tanzania, na wewe pia Mungu ametubariki, ametushushia wewe. Tunaona kama malaika umekuja kutuokoa si wa Tanzania. Tunakuomba sana Mheshimiwa tusaidie kwa hili. Asante. Kundi la watatu, mwingine ambaye ana hoja anataka kujaziliza kwa wale wa Msimbazi. Kwa ile swala la fidia bonde la Msimbazi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaikum salam mama yetu. Kwa majina naitwa Nuru Kikopa. Nilikuwa na kibanda Msimbazi Bondeni. Katika tathmini yangu ya mara ya kwanza waliniambia nilipo milioni 1,80,000. Nikagoma. Tathmini ya pili wakaniambia nilipo milioni 2,500,080. Kwa sababu ni serikali na wao wanataka kufanya vitu vya maendeleo, ukweli kabisa sikugoma, nikaamua kusaini. Lakini nilivyoipokea hiyo milioni 2,580,000, sijafanyia chochote kwa sababu haikizi hata eneo la kusema eti utanunua uwanja sehemu nyingine. Na tathmini la Msimbazi hapa Bondeni, mimi eneo langu lilikuwa haingii maji, isipokuwa tu nilitathminiwa hivyo. Japo nilikuwa na vyumba 2 kwa kujiziki mimi mwenyewe mpaka nikapata hapo maeneo. Sasa hivi wamenibomolea pale, maeneo mengine kuyapata sina. Kwa hiyo wabakia sasa hizi kukaa kwa watoto kwenda kujibanza nao.
Kwa hiyo hilo ni kero langu. Naomba hawa watu wa TAMISEMI, na leo waziri wa TAMISEMI upo, uangalie kero zetu. Hiyo milioni 2 hata milioni 6 itakizi vipi mtu kupata ta uwanja? Umeenda Chanika uwanja milioni 12, milioni 20. Tunapata wapi kusema hapa tutajenga? Maisha ya kijijini hatuyawezi. Kweli kabisa, sisi serikali tunaipenda na kuhama hatuwakatai. Mimi kama binafsi nilikubali nikasaini na nikawa mmoja wapo kusema nataka niende nikakae sehemu nzuri, lakini nataka niende nikaishi mahali pazuri na mie. Lakini tathmini mmenipa hata milioni 10 haikufika. Tathmini ya Mama Samia milioni 4. Ile pale milioni 2.5, milioni 6. Uwanja Chanika milioni 15, milioni 20. Naenda kupanda nini? Kwa hiyo sasa hivi nimekuwa naathirika, nakaa kwa kujibanabana kwa watoto ili maisha yaendelee. Naomba Mheshimiwa Waziri unisaidie sana. Yangu nimekwisha. Asalamu alaykum. Alaykum salam. Mwache Geye bwana. Mwacheni aongee. Mwacheni Geye aongee. Asalamu alaykum Mheshimiwa Waziri Mkuu, na pole na majukumu. Asante sana. Alaykum salam. Mimi kwa jina langu ninaitwa Hamidu Saidi Hussein Kabila, ni Msambaa kutoka Tanga Lushoto. Hivi nimeingia usiku wa leo nilivyopata taarifa umekuja, kwa sababu nina mambo yananitia uchungu sana rohoni mwangu. Mimi nina jengo langu hapa Mchikichini lilibodondoka likazama, na tofali zangu zikazama. Mmepimiwa na namba valuation number mmepewa, lakini kila nikifika TAMISEMI nakatishwa tamaa, mpaka nafsi yangu inaenda sehemu ambayo sielewi. Hata familia yangu mkieleza nina haki ninadai pale, inaniambia wewe unatuongopea. Ni haki gani ambayo unaidai kila mwaka? Sisi tunaumia. Hata wanangu ninashindwa kuwafundisha. Kila nikienda kwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa ananiambia bado hatujaletewa majibu ya haki zenu. Na vipande vyangu viwili, kimoja wamenipa namba, wameshindwa kunipiga picha kwa sababu wamenipa namba tu. Lakini ninavyoshangaa mpaka muda huu sijapewa hata shilingi 10. Jengo langu limezama, tofali zimezama, mmeuza mapiasi yangu kule Luchoto. Mpaka leo hii akili inanihama, ninatoka kwenye system ya ujana ninaingia kwenye uzee. Ninatoka mvi bila sababu kwa kuwaza mali yangu Mheshimiwa Waziri Mkuu nitaipataje. Kwa hiyo ninachokuomba, kwa sababu wewe umeletwa na Mwenyezi Mungu na uongozi ni kalama. Hiyo ni kalama umepewa na Mwenyezi Mungu ya kututetea sisi wanyonge. Vijana kama sisi tunavyosikitika, tunapotezewa dila, hata nchi yetu tuione ni mbaya, kumbe wao ndio wabaya, lakini nchi yetu hatutaiona ni mbaya. Tutapambana nayo na hawa tutazidi kuwashtaki kwenu, kwa sababu sio watu wazuri, wanataka kutupotezea dila. Sisi vijana ambao ndio taifa la kesho, hata familia zinatushinda. Tunadai kila siku wale zetu hapo hatupewi. Ukifika pale maneno matupu. Ukienda pale TAMISEMI wanakunywa supu, basi hawana hata mpango wa kusikiliza maelezo yako. Wanaangalia supu wanazokunywa. Yaani sijajua hao jamaa wamepewa ishara gani na Mungu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunakuombea dua sana, tena sana. Kwenye mikutano unaoifanya mimi ninakuangalia sana. Haki unazozitenda, Mwenyezi Mungu akubariki pamoja na ukoo wako. Na tunakuomba hata familia yako iige mfumo wako, isiige mfumo wa watu ambao wanatudhulumu. Hawa Mheshimiwa Waziri Mkuu, watu hawa usiwakubali maendeleo yao. Baadhi yao viongozi ambao wako pale wako chini yako, wengine wanakuongopea afu hawafanyi vitu vya msingi mpaka tunaumia sisi. Mimi huu sio mwili wangu kwa kuwaza mali yangu mpaka ninapagawa. Yani ingekuwa ninavuta bange ningevuta yani kwa kuwaza mfanyeje, lakini sivuti bangi, ninawaza mali yangu nitaipataje. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi ninakuombea dua, namwombea Mheshimiwa Rais, Waziri Mkuu pamoja na wewe. Na kuomba sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, hii kalama uliopewa na Mwenyezi Mungu ifanyie kazi, hata ukifa tuwe na uchungu wa kudumu kwako, na hata familia yako izaliwe kizazi kama wewe cha kujali wanyonge kama sisi, vijana kama sisi. Huu sio mwili wangu, ninawaza mali yangu. Mmepata tabu kuuza mapiasi mpaka jengo langu limezama pale na mmepimiwa, lakini hela sijapewa hadi leo. Kila nikifika ni utapeli mtupu. Mheshimiwa, salamu zangu ndio hizo. Ngoja, nani alikusikiliza? Unakumbuka kuna dada mmoja pale TAMISEMI, huyo amekuwa kama malaika. Hata juzi mimi nilienda kuuliza, dada, mimi ninataka haki yangu niijue. Ananiambia usituambie mambo ya viwanja hapa wala ardhi hapa, sisi ndio tuna uamuzi, mpaka tuambie mpaka tuseme kwamba mnapata au hampati. Mmeondoka pale mpaka ninapata kizunguzungu, nataka kudondoka kwenye gorofa kwa uchungu.
Yaani huyo dada pale hafai kwenye ofisi ile. Haya. Kwa jina tu ngemjua, ngemtaja hapo tamuogopa. Na ninaomba haya maelezo ninayoongea wasije wakatufanyia mambo ya ajabu, kwa sababu ukiongea ukweli jioni wanaweza wakakutupa baharini, tupe familia zetu. Hawataki kuambiwa ukweli. Nilishataka nimjue huyo ili niweze kuchukua hatua. Sasa chumba gorofa ya 7 huyo dada. Sasa usiende mbali, nilitaka nimjue huyo ambaye hajui wajibu wake, wapo ofisini. Sasa njoo hapa pembeni hapa uonane na naibu katibu mkuu wa TAMISEMI, tuko naye hapa. Njoo uonane na naibu katibu mkuu TAMISEMI, hebu muunganisheni hapa ili jambo lake lifuatiliwe. Naibu katibu mkuu, pata na mawasiliano yake, akutajie na hiyo ofisi, tujue huyo mtu ambaye anashindwa kutoa huduma wewe. Tumjue huyo ni nani. Yaani huyo afisa wa TAMISEMI anamjibu vibaya mpaka mtu anayetokea Lushoto ambako mbunge wa Lushoto ni waziri wa TAMISEMI. Hii tutaifuatilia tujue undani wake. Tutaifuatilia tujue undani wake. Tunataka watu wasisumbuke kufuatilia jambo lile lile. Mtu akishaacha taarifa za jambo lake, kama halijaiva anapewa taarifa bado halijaiva. Siku limeiva anaambiwa njoo, jambo lako liko tayari. Ndio. Kwa hiyo ngoja tupate undani wake ili tuweze kuifuatilia. Wasaidizi wangu mnichukulie na namba yake ya simu huyo ndugu yangu huyo. Na mimi nitafuatilia. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi naitwa Thompson Moshi, ni mkazi wa Msimbazi Bondeni. Ni mwathirika wa bonde la Msimbazi, na mimi sijapokea fidia wala nyumba yangu sijavunja, bado iko pale pale kutokana na changamoto mbalimbali ambazo zimesababishwa na TAMISEMI. Kwanza, wakati wanakuja kufanya valuation, kabla hawajafanya valuation walikuja kufanya meeting na wananchi na walituahidi kwamba tutalipwa stahiki zetu zote kuanzia ardhi, jengo pamoja na allowance zote. Kwa hiyo tukaambiwa tutalipwa zote, yani, na walituambia kwamba wakati wa malipo watazingatia resettlement action plan RAPS ambazo itazingatiwa kwa ajili ya malipo ambayo tutakuja kulipwa. Lakini baadaye tulivyokuja kwenye malipo, kama fomu ya malipo inavyoonyesha, watu walionyeshwa fedha ya majengo, lakini sehemu ya ardhi iliachwa wazi. Na tuliambiwa kwamba hii sehemu ya ardhi inaachwa wazi kwenye hii compensation agreement form kwamba tutakuja kulipwa baadaye. Kwa hiyo watu walivyoambiwa inaacha wazi, waliamua kusaini, wakachukua fedha za jengo na hizi allowance bila kuchukua hela ya ardhi ambao waliambiwa watalipwa baadaye. Lakini baada ya hapo walikuja TAMISEMI walikuja kugeuka na kusema kwamba ni eneo hatarishi. Baada ya watu kupaza sauti sana, wakaja wakatoa tena flat rates ambayo ni shilingi milioni 4 kwa ajili ya kulipa ardhi. Ambayo tukiangalia kwenye nimekupata vizuri, ni ile ya sehemu ya jengo na sehemu ya ardhi na hiyo flat rate ambayo mmetolewa. Nimekupata. Ambayo bado hamjalipwa ni ipi? Ambayo bado kama mimi hapa ni taratibu hazikuzingatiwa. Hapa kuna kikao kilifanyika tarehe 20 mwezi wa 10 mwaka 2025 kati ya TAMISEMI na tulienda wawakilishi, tulituma wawakilishi. Huyu ambaye nafikiri ulihitaji jina lake hapo ni staff wa TAMISEMI, aliandika kwamba kama mjarizika ardhi hatulipi muende mahakamani. Baada ya kujibu namna hiyo, watu wameamua kwenda kulalamika kwenye inspection panel ya Marekani. Kwa hiyo wale wa inspection panel ya Marekani wamefanya meeting na wananchi na wamesema wanafuatilia na wamesema watafuatilia ili wajue ni kwa nini watu wamekiuka taratibu za malipo. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu,
huyu ambaye anatujibu, hao watu wa TAMISEMI wako watatu, na nimewaandika katika bahasha uliopo ya kwanza kabisa, tumewaandika na majina yako, majina yao hapo, tumewaorodhesha hapo. Ni wa TAMISEMI ndio wanasumbua watu kweli. Ukienda pale unaambiwa nenda kokote, yani wanatujibu wanavyojua wao. Tumeandika majina yao yako hapo, kwa hiyo tunaomba washughulikiwe kama watu wengine tu. Kwa sababu haya, utanipa na mimi hiyo bahasha, kama weka akiba yako, alafu na mimi utanipa hiyo bahasha, utanipa na mimi kopi yako. Fuatilia kuwa na nakala yako, lakini pia na mimi naomba nakala. Haya, mpeni na yule mama, onana na msaidizi wangu pale ili mzalishe nakala. Wewe ubaki na nakala yako na mimi unipe nakala. Nipate nayo majina ya hao maafisa watatu. Yes, twende na mama yetu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi kwa majina naitwa Habiba Mundoma, ni mkazi wa mtaa wa Suna, lakini pia ni katibu wa serikali za mitaa 18 ambazo zipo katika bonde la Msimbazi. Nasimama hapa ili kuelezea kuna mitaa 6 ilibomolewa 2015, 16 na mtaa mmoja wa Charambe ulibomolewa 2017. Hawa waliobomolewa 2015, 16 ni mtaa Suna, Hananasifu, Kawawa, Mkunguni A, lakini Mkunguni B sijapata ushirikiano kabisa, na wenyewe walikuwa katika hiyo orodha. Kwa hiyo hapa nina barua ambayo tumeiandika ya mitaa mingi. Sawa. Nimeambatanisha na nakala ya kesi, tulikwenda kesi kufanya division ya ardhi. Na katika division ya ardhi ambaye alikuwa jaji akisimamia hiyo kesi alikuwa ni Penteline Kente, na Penteline Kente alitoa maelekezo. Kwanza aliweka stop order, ipo hapa, lakini pia alitoa maelekezo kwamba tunaweza tukaishtaki serikali ndani ya siku 60 kwa sababu walitumia nguvu kuvunja zile nyumba, wakati ilitakiwa pawekwe tangazo la miezi 3 ili watu wapishe. Lakini pia naziomba na mimi hizo nakala zote ulizoambatanisha. Mpe msaidizi wangu pale, na wewe kama kiongozi weka na namba yako hapo, weka na mawasiliano yako kwenye hiyo nyaraka unayotukabidhi. Kwenye nyaraka hizo unazokabidhi, na wewe ubaki na kopi yako. Wewe na kopi yako, lakini pia weka na mawasiliano yako. Umebaki na nakala zako, na yeye abaki na nakala zake. Haya, mpe huyo, alafu mpe na huyo mwenye t-shirt hapo. Kwa majina naitwa Jafari Namo, mkazi wa Kigogo hapo roundabout mtaa wa Mbuyuni. Mimi ni mwakilishi wa wale wanamradi wa Mto Msimbazi ambao hatujasaini. Kero yetu kwamba tuligomea fidia ndogo na tukafata procedure zote za utaratibu ambazo walituwekea TAMISEMI. Lakini tukifika katika ofisi za TAMISEMI majibu yao yanakuwa sio mazuri. Na uzuri tumepeleka barua kwenye ofisi husika zote mpaka TAMISEMI, na tulipeleka barua ofisi ya Waziri Mkuu. Lakini kwa nini hatujasaini fidia zile tuliobakia? Tunaokusanyana tunakaa kwenye vikao vyetu ambao hatujasaini tunafika 400. Huwa tunakutana katika eneo la Kigogo roundabout. Watu 400 sisi tuliokuwa hatujasaini tunalalamikia fidia ndogo isiyofuata sheria hata ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Haifuati viwango vya tathmini ambavyo vya majumba yetu, kwa sababu mtu analipwa nyumba ina vyumba 6 analipwa milioni 8. Mtu ana vibanda viwili analipwa milioni 28 mpaka milioni 50. Mtu mwenye nyumba na kiwanja pembeni analipwa milioni 6.
mtu mwenye chumba kimoja anaweza kulipwa milioni 10 mpaka 20. Kwa hiyo kutokana na hali hiyo sisi tukagomea ile fidia, lakini tulikuwa tunaiomba serikali. Haya, nimekupata. Nitamwelekeza Mheshimiwa Waziri hapa mwishoni. Ulikuwa unataka kumalizia jambo gani? Tulikuwa tunaiomba serikali yetu kama wameshindwa kuja kutufidia katika yale maeneo sisi ambao tuliobakia, basi waturuhusu tukarabati yale majumba yetu tuweze kuishi kwa amani na mstarehe ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Haya, nimekupata. Mnaonaje sasa tulete mkuu wa mkoa asemee hili la grupu hili la bonde la Msimbazi ambalo nimeelezewa hapa limegawanyika katika maeneo matatu. Inawezekana wengine hapa hamjaongea, lakini kwa maelezo niliyoyapata kuna wale ambao walipimiwa, ambao maelezo yake yametolewa na ndugu wa kwanza aliyeongea, mzee wetu yule wa kwanza. Anyoshe mkono, alikuwa yuko wapi? Yule wa kwanza, yule pale. Wale ambao walipimiwa lakini hawajaridhika na utaratibu ulivyofanywa, lakini kuna wale ambao hawajalipwa, ambao hawakukubaliana na mapendekezo yaliyoletwa, lakini na kuna wale ambao walipimiwa lakini hawajachukua viwanja. Nimeona kuna makundi matatu. Sasa nadhani wote mnaangukia humu makundi tofauti tofauti, si ndio hivyo ndugu zangu? Sasa tumsikilize kwanza mkuu wa mkoa, alafu nitawasikia tena baada ya kutoka kwenu hapo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwanza nikupe pole, lakini niendelee kukupongeza kwa heshima kubwa ambayo umeendelea kuionyesha kwa Watanzania ambao wameleta malalamiko yao. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba nifafanue jambo hili, na labda Mheshimiwa Waziri Mkuu, kabla sijaenda kwenye jambo hili, naomba nikueleze machache. Moja ya migogoro ambayo inatutesa sana Dar es Salaam ni pamoja na migogoro ya ardhi, lakini mbaya zaidi Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni migogoro ambayo imepenya kwenye familia. Leo migogoro nilionayo hapa na Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ni migogoro ya kaka, ya dada, ya mama, ya mamdogo, iko kwenye familia kabisa, ambayo msingi wake mkubwa wa Mheshimiwa Waziri Mkuu ni ulafi wa mali, ni uroho wa mali, ni utapeli wa mali. Ndio mambo makubwa ambayo Mheshimiwa Waziri Mkuu tunaendelea nayo hapa Dar es Salaam, ikiwa ni pamoja na lile jambo ambalo mwenzangu mmoja hapa ametoka kulieleza. Unaona kabisa Mheshimiwa Waziri Mkuu, lipo kwenye familia. Kwa hiyo leo tapeli mkubwa kabisa na ambaye amekuwa ni wa kuogopesha ni ndani ya familia hiyo hiyo, na wala sio wakati fulani kutoka nje. Kwa hili Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba nikuthibitishie kwamba tutaendelea kupambana nayo katika kuwasuluhisha wanafamilia ili pia wabaki kuwa kitu kimoja. Lakini jambo la pili ni hili la Msimbazi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, jambo hili kwanza nikiri limeshughulikiwa vizuri sana na ofisi yako. Hivi ninavyoongea Mheshimiwa Waziri Mkuu, sio chini ya bilioni 54 zimetumika kama fidia kwenda kwa wale waliokuwa wanaishi katika bonde la mto Msimbazi. Sasa nikiri kwamba nafikiri umeona hapa baadhi ya watu wanasema fidia ilikuwa inahusu majengo, ardhi hapana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa mujibu wa hizi sheria, watu wa ardhi watafanua zaidi, bonde la mto Msimbazi lote hakuna aliyekuwa na sifa hata moja ya kulipwa ardhi ya bonde Msimbazi, kwa sababu bonde la mto Msimbazi. Sasa mnisikilize, mnasikia jamani? Nisikilizeni kwanza, si nyie mmekwisha ongea? Kama mmekwisha ongea nisikilizeni ili na mimi niweze kuongea. Mmeelewa mpaka hapo? Mtapewa nafasi muweze kuzungumza. Kama mmekuja kwa ajili ya kuongea kwa Waziri Mkuu, niache nizungumze apate taarifa.
Ukiweka ujuaji katika kila Twendeni. step, nisikilize ili apate taarifa. Ngoja. Akipata taarifa atakukaribisha ili uweze kuzungumza. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, sikiliza. Tulieni tusikilize. Niliwaambia mkuu wa mkoa akishamaliza tutasikia tena. Si sawa ndugu zangu? Haya, sawa. Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, huwa wakati fulani nikisimama kwa heshima katika kufanua jambo, watakuja pia kujibu. Kisheria jambo lile, Mheshimiwa Waziri Mkuu, lipo kwenye eneo oevu ambayo kwa miradi ya World Bank, Mheshimiwa Waziri Mkuu, haikuruhusu kulipa ardhi kwenye hilo eneo oevu. Walipoleta malalamiko hawa wananchi na tukafanya mkutano, kama mnakumbuka, tuliomba tena kwamba wananchi wameleta hoja kwamba hata wakipewa pesa ya nyumba hawana tena eneo la kwenda kununua, na ndipo yakatoka maamuzi kwamba basi kila mmoja kwa flat rate, kwa kutumia mfuko tena wa serikali na sio tena World Bank, kila mmoja apewe milioni 4 na mimi ndio niliyekwenda kwenye mkutano na kwenye kikao hicho. Kwa milioni 4, Mheshimiwa Waziri Mkuu, iliyokuja kutolewa haikuwa kwa mujibu wa sheria. Ilikuja baadaye kwamba jamani, basi kama umelipwa hili jambo la jengo, hii milioni 4 sasa itumike kama kwenda kutafutia kwa kiwanja kwenye eneo jingine. Na hili nalo lizungumza, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumeleta taarifa ofisini kwako, ufafanuzi huo kwa maandishi. Lakini pia mkuu wa wilaya ya Kinondoni kwa kuniwakilisha mimi mkuu wa mkoa alishiriki pia kikao cha moja kwa moja na ofisi yako kutoa ufafanuzi wa jambo hilo. Bilioni zaidi ya 54 ambazo zimelipwa. Na pesa hizi, Mheshimiwa Waziri Mkuu, mlipaji wala sio sisi, serikali ya mkoa. Na ndio maana umekuta hawa hawasemi mkuu wa mkoa alitujibu vibaya, mkuu wa wilaya alitujibu vibaya, wanasema TAMISEMI, kwa sababu iko ndani ya ofisi yako. Hawa wako katika makundi kadhaa. Tukirudi nyuma, wapo watu ambao waliondolewa kabisa kwenye bonde la Msimbazi, wakapewa viwanja maeneo ya mbali. Walipopewa viwanja kwamba pale mahali wasirudi, wapo baadhi ya watu ambao kule waliuza wakarudi tena pale. Hizi data ziko hapa. Baadaye ikaja tena hili ambalo limeisha kuja muda huu. Kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu, jambo hili niliona nilieleze kwa picha na kwa taswira hiyo. Sasa nafahamu hapa kuna makundi mengi, na nafahamu Mheshimiwa Waziri Mkuu, ofisi yako pia na mambo mbalimbali. Mimi kikupendeza, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa kuwa watu wa ardhi, watu wa TAMISEMI, ofisi ya mkuu wa mkoa, wote tuko hapa, tunaweza pia tukarudia kwa usahihi mkubwa na kuleta tena taarifa kwenye ofisi yako kuhusu hiki wanachokilalamikia. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba kuwasilisha. Asante Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Mnaonaje tutengeneze timu ambayo itakuwa na watu wa ardhi, watu wa TAMISEMI pamoja na wenyeji wetu wa mkoa, kama mkuu wa mkoa alivyoleta pendekezo, waangalie upya, kwa sababu na ninyi mtakuwa na uwakilishi wenu. Si ni sawa ndugu zangu? Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, TAMISEMI tuna naibu katibu mkuu hapa, taungana na rasi kwa ajili ya wenzetu wa mkoa. Mheshimiwa Waziri, utawasiliana na mwenzako wa upande wa ardhi, atumwe mtu senior level ya naibu katibu mkuu. Halafu na ninyi huku tuambieni, mtakapokaa hapo pembeni, mtatuambia watu ambao watashiriki kwenye kila lile kundi kufuatana na yale makundi yalivyokuja hapa. Wale ambao wameshalipwa, wale ambao wamepimiwa nyumba, viwanja, na wale ambao hawajapewa malipo. Makundi hao matatu. Si ni sawa ndugu zangu? Kwa basi mnaweza mkakaa pembeni kidogo. Naweza mkakaa hapo pembeni ili mpate uwakilishi. Hapo pembeni tu kimya tu mpate uwakilishi, mlete hapa kwa naibu katibu mkuu ili siku watakapokutana muitwe. Kwa hiyo sogeni hapo pembeni, tupeni uwakilishi wenu kwa yale makundi matatu.